juzi mwingine akasema na ubalozi wako tutachukua. Chukua sasa hivi, mimi siishi kwa ubalozi. Bwana, nivuta nikuvute nyingine tena, nivuta nikuvute, kwani taarifa usiku huu imetoka Ikulu moja kwa moja ikitaja kwa ujumla kwamba Dr. Willibrod Slaa amevuliwa ubalozi wake. Bwana, hii ni taarifa moja kwa moja kutoka Ikulu. Tuisome kwa haraka. Kama unavyoona hapa juu inasomeka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu. Bwana, kachapwa anwani ya Ikulu na bibi na bwana, nembo ikawekwa hapa. Imeandikwa Arusha, tarehe 1 Septemba 2023. Bwana, taarifa kwa vyombo vya habari. Taarifa hii inasema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amemvua hadhi ya ubalozi Dr. Willibrod Peter Slaa kuanzia tarehe 1 Septemba ya mwaka 2023. Dr. Slaa aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania tarehe 23 Novemba ya mwaka 2017. Kisha ikasainiwa kikamilifu kabisa na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu, Bwana Zuhra Yunus. Bwana, hii ilikuwa ni vuta ni kuvute. Watu wengi wanatafsiri hali hii ya kuvuliwa ubalozi Dr. Willibrod Slaa ni kutokana na yeye kuwa mwiba mkali, bwana, mwiba wenye sumu katika hoja kuhusiana na uwekezaji katika bandari za Tanzania, uwekezaji unaotegemewa kufanywa na kampuni ya Dubai, huku mkataba wa uwekezaji huo bwana ukikosolewa vikali, na mmoja wapo ya mkosoaji mkubwa ni Dr. Willibrod Slaa. Sasa Dr. Slaa aliwahi kusema siku za hivi karibuni kwamba kuna watu wanamueleza kwamba watamvua ubalozi wake. Bwana alieleza mbele ya waandishi wa habari kama ulivyosikia dondo awali, lakini nataka nikuache usikilize maelezo yake akifafanua swala la mkataba wa bandari, huku pia akigusia hilo swala la yeye kutishiwa kuvuliwa ubalozi na kuelezea kiunagobaga, yani kiundani zaidi swala hilo. Bwana, nivuta nikuvute. Na hili kama kuna watu wa Majaliwa wanamsikiliza au Wambarawa wanamsikiliza au yule ambaye hana hata akili, Msigwa akitaka aende mahakamani, nitaenda kuprove. Haiwezekani Watanzania wapotoshwe kwa kodi zetu. Msigwa tunamlipa na rais. Naomba unapoajiri watu wako, hatutaki wajiri machawa ambao wanatumia kodi zetu. Na kila siku unatupandishia tozo kwenye simu, bei ya vyakula, kila kitu unaenda kuwalipa machawa wako. Tulikupa kazi kikatiba ili utupatie watu wa kuhudumia taifa hili kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba yetu. Nina ya binafsi ya Msigwa yanayohusu siku nilipoenda Nyegezi kwenye siku ya JPM. Anajua alichonifanyia mpaka kunikatia matangazo live kwenye TBC. TBC na nyie mjitafakari, mnaendeshwa kwa kodi zetu. Na Msigwa alikuwa na communicate live kutoa maelekezo. Msifikiri hatuyajui, tunawajua A to Z. Msifikiri watu wenye kujua nchi hii usalama wa taifa peke yao, tunajua mengi. Ukiona kichwa nyeupe usifikiri ni kwa sababu tumeweka pumba. La pili, nimeshaanza kwa kusema uwekezaji hatuna shida, tatizo ni mkataba. Wenzangu wameeleza, sihitaji kulirudia hilo. Lakini ninalirudia hilo walilosema wenzangu kwa sababu ya Majaliwa. Nilisema Majaliwa, lakini nitaunganisha wale wote ambao wanafanana na Majaliwa, kwa maana ya Mbarawa, kwa maana ya wale wote wanaopotosha. Message yangu
nimesema hotuba yangu mkitaka baadaye mnaweza kuniomba yule anahitaji, kwa sababu sihitaji kupoteza fedha kuprint alafu amandike. Kwa hiyo anayetaka ataomba nimpelekee. Lakini hoja ya kwanza, ndugu zangu, namuomba Majaliwa ambaye tumekaa naye bungeni kwa muda mrefu wa kutosha, rafiki yangu sana na nampenda sana. Hebu nimuombe Majaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu wake, najua ni Muislamu mzuri, ajitafakari, ajiulize hivi kwa kisomo chake yeye ni kuambia Watanzania hawa waliokaa hapa leo mbele wanahitaji elimu. Kama hiyo ndio akili tulionayo, sasa tunatambua kwa nini elimu yetu nchi hii imekufa. Kama kiongozi anasema wataendelea kuelimisha taifa, wakati walioko ndani ya nchi wana elimu kuliko wao, wameshindwa. Nataka kuniambia Majaliwa anaweza kwenda kumwelimisha kwenye swala hili la mkataba na mengineyo Jaji Sinde Warioba. Majaliwa ana uwezo wa kwenda kumwelimisha Profesa Tibaijuka. Majaliwa ana uwezo wa kwenda kumwelimisha Profesa Shivji, au hata line hii unayoiona hapa. Ajitafakari, asiendelee kupotosha Watanzania kwenye swala la mkataba. Tunachozungumza sisi, bandari yetu tunataka iendelezwe, na tumeiendeleza siku zote na hawaisemi. Kumbukeni bandari yetu leo ina vitu vinavyoitwa Kiswahili cha Besmi sijui gati. Bandari yetu leo ina gati 12. Kuna mwekezaji aliyejenga? Tumejenga wenyewe. Sasa leo unatuambiaje kwamba uwekezaji ni lazima wakati tuna gati 12 tulizojenga wenyewe? Kwa hiyo kama serikali ya Mama Samia na waziri wake mkuu wataendelea kupotosha, na sisi sasa tunaanza kuamka na tutatumia mamlaka zetu kwa mujibu ya katiba ya nchi, kwa mujibu wa sheria ambazo wenzangu wameeleza. Hiyo pointi naimalizia hapo, siendelei tena. Nataka waache upotoshaji. Swala hapa si elimu. Elimu tunayo, ndio maana tunajitokeza hadharani tunapinga wazi kwamba mkataba ni mbovu. Elimu tunayo, tunaijua. Kama ni maksi darasani hao watu wote walioongea hapa wanapata 100 kwa 100, ikipungua labda 99. Sasa anataka kueleza zaidi hapo, anataka kuwafundisha hawa, alafu atuambia anataka kuongeza nini. La pili, kwa sababu ya muda, ndugu zangu, nimesema nitaongea kwa pointi haya mambo muhimu. Wanatuambia kwamba kuna manufaa ya uwekezaji, tunamhitaji mwekezaji, na mimi nimesema hatukatai mwekezaji, tunahitaji wawekezaji. Lakini tukumbuke, hatukuichagua serikali ya Samia kutuletea wawekezaji, kwa sababu namba moja, nchi yoyote ni nchi inayolipa kodi. Kama wameshindwa kukusanya kodi kwa maendeleo, watuambie. Hayo ni matakwa si ya Dr. Slaa, ni matakwa ya ibara ya 9 ya katiba yetu. Kazi ya kwanza ya serikali ni kuwaletea Watanzania wote, tena bila ubaguzi, haki sawa katika maendeleo. Kama wameshindwa, watoke hadharani kwamba tumeshindwa, sasa tulete wawekezaji. Na nawakumbusha hotuba ya Mwalimu Nyerere akiwa ukumbi wa Nkrumah aliposema ubinafsishaji. Sasa kama mnabinafsisha kila kitu, basi binafsisheni na magereza. Na kama mmeshindwa, mimi naongezea, binafsisha Samia na serikali. Weka makatibu wakuu kutoka nje, binafsisha. Simeshindwa. Sasa kama mmeshindwa, sisi wa Tanzania hatujashindwa. Ndio maana saa hizi tumesimama imara. Kaeni pembeni, wenye uwezo waingie. Najua maneno hayo ni makali, nimepokea vitisho, na mimi pia sio mwanasheria,
Hajuzi mwingine akasema na ubalozi wako tutachukua. Chukua sasa hivi, mimi siishi kwa ubalozi wako. Nimesema sina chama, najiamini, najua ninachosimamia. Nimesema siku zote, CCM ikifanya mema nitapongeza. Chadema ikifanya mema nitapongeza. Chama chochote kikifanya mema nitapongeza. Anayeharibu yeyote ninamsema bila kumumunya maneno, bila kuona aibu. Kwa hili hakuna aibu, tutakwenda wote. Kwa swali la uwekezaji nimeliweka hivyo. Hapa tatizo si elimu, tatizo ni mkataba mbovu. Na kama mkataba ni mbovu, hatuhitaji elimu kuhusu chochote. Sasa tafuta uje kwetu, tukae meza moja, jadilianeni na wataalamu, tutafute njia ya pamoja kutoka katika msiba huu. Ukishaingiza taifa kwenye msiba, kijiji kikiwa kwenye msiba, kinakaa chini, kinatafuta wazee wenye busara, wanakaa wanajadiliana namna gani watoke kwenye msiba huu. Taifa Samia umeliingiza kwenye msiba kwa kujua au kwa kutokujua. Na kauli hii hatuogopi kulitamka kwa sababu iko ndani ya mipaka ya mambo ambayo tunajua kisheria na kikatiba, tunajua kwamba tumesimamia nini. Jambo la tatu ambalo nataka kulizungumzia, wale wanaofikiria wasidhani sisi hatujui mipaka uwekezaji. Ndugu zangu, nina uzoefu wa kukaa bungeni miaka 15. Nimeingia bungeni mwaka 1995. Nimeingia bungeni mwaka 2010 nilipogombea urais. Nimeona mikataba ya serikali yote kipindi hicho. Ninajua mema yote yaliyofanyika katika uwekezaji mzuri. Ninajua mabaya katika uwekezaji mbaya. Kwa hiyo ninapozungumza, nazungumza nikiwa na ushahidi wa kina. Natoa mifano michache tu hapa. Tulishuhudia tukilazimishwa kwamba TANESCO tumeshindwa kuiongoza, tukaleta kampuni kutoka Afrika Kusini wasaidie kuendesha kampuni yetu ya TANESCO. Wakatumia mtutu wa bunduki kuwaingiza wale watu wa Afrika Kusini waende kuingia ofisi ya TANESCO kufanya kazi. Walishindwa. Sasa ule si ni uwekezaji? So ulitakiwa kutuletea manufaa. Kuna Mtanzania yote alinufaika. Leo mnafanya kitu kile kile, kutulazimisha kwa njia ya kauli, kwa njia ya hotuba mbalimbali. Hamjachukua bunduki, lakini mmelazimisha kuingiza mkataba bungeni kwa njia za kibabe. Utashindwa kama ulivyoshindwa kwa sababu hakuna manufaa yoyote, kwa sababu haukuandaliwa unavyotakiwa kuandaliwa. Ndugu zangu, mkataba mkubwa, nyewe wengine ni vijana hamjui. Mkataba wa kampuni ya Wright iliyokabidhiwa uendeshaji iliyobinafsishiwa reli yetu ya kati wakati ule. Mimi nilikuwa bungeni, nilipiga kelele, nikapinga mkataba ule. Tukaambiwa tutapata manufaa makubwa sana, vichwa vya treni vitaletwa vipya, vina nguvu zaidi kuliko tulivyo navyo. Kuna hata moja, kama anasema uongo, atokee hata moja wa serikali aseme katika ule mkataba ni kweli yale yalikuwa ndani ya mkataba yaliletwa na wale Wahindi. Hakuna kichwa moja, wala hapakuwa na chochote za ziada. Miaka 2 wale watu waliondoka, wameshindwa kwa sababu ya kulazimisha vitu. Lakini hebu tuache hayo. Ndugu zangu, turudi. Nchi hii Mungu kaibariki. Watanzania hatukuomba kuzaliwa hapa, ulijikuta hapa. Kuna watu wamezaliwa ni jangwa. Sisi tumezaliwa hapa, kila kitu kipo. Merenite. Nini inaitwa? Tanzanite. Hakuna nchi duniani
kitu kinachoitwa Tanzanite iko Tanzania peke yake. Hatukuleta mwekezaji kutoka Afrika Kusini. Tanzanite 1. Badala ya kupata manufaa, hamjui kwamba Waafrika wafanyakazi wetu pale na wale wanaochimba kule walikuwa wanakaguliwa, wanavuliwa nguo, mwanaume mzima unatoka hata chupi huna. Huo ndio manufaa kwa Watanzania. Ndio aina ya uwekezaji tunawataka. Tuna experience. Tunapokataa uwekezaji huu ni kwa sababu tunajua uwekezaji mwingine hauna manufaa yoyote kwa Mtanzania. Badala yake tunaona mbele yake kutakuwa na maumivu kwa Watanzania. Waziri Mkuu, jibu hoja hizo kwamba sisi hatuna shida na uwekezaji, lakini aina ya uwekezaji uliofanya, tena kwa taratibu ambazo hazieleweki, tena kwa kuvunja sheria ya public procurement. Hatujui hiyo kampuni mmeitoa wapi, mmeitoa mfukoni au mmefanya nini? Mnavunja sheria. Hivi mnategemeaje Watanzania wafuate sheria kama nyinyi ndio walimu wa kuvunja? Serikali ni mwalimu wa kuvunja katiba, serikali ni mwalimu wa kuvunja sheria, alafu nataka Watanzania wafuate sheria. Mama yangu, itisha cabinet yako, angalia yale yote mliovunja, mjitathmini. Wenzangu wameongea hayo. Leo tumeachiwa mashimo. Mimi nimepita mara kadhaa pale Buzwagi. Nikipita Buzwagi machozi yananitoka. Mlima wa takataka zile zilizochimbwa kutoka chini, dhahabu wameondoka nayo. Embu angalia kijiji kilichozunguka Buzwagi, nyumba za manyasi, lakini mamilioni ya dhahabu yamechukuliwa. Mlima unaoona mpaka kule, mlima tunajua unajengwa na Mungu. Pale Kahama Buzwagi pale, mlima umetengenezwa na binadamu kwa kutoa kutoka chini, ambao mjasafiri hamjaenda hamwezi kuelewa haya. Lakini tuliotembea tunajua. Tunaachiwa hiyo milima, lakini matokeo tunaachiwa ufukara. Nimeambiwa Mwadui kwenye almasi pekee kwa Tanzania kwa sasa, sijui kama kuna maeneo mengine yamepatikana. Tunaambiwa ule mgodi almasi karibu inaisha. Kuna mtu yeyote aliyenufaika? Lakini nenda kwa nchi za wenzenu zenye akili. Mimi nimesoma, na hata ukitaka Google hapa sasa hivi, hebu ingia kwenye Google, tafuta nchi ya Norway. Miaka 40 iliyopita Norway ilikuwa maskini kama Tanzania. Sijui kama mnajua, nimeizunguka Norway yote naijua. Maskini kama Tanzania miaka 40 tu iliyopita. Muujiza uliotokea, Norway wakagundua mafuta, Norway wakagundua gesi, na wakapata pia utaalamu wa kutumia maji ya mserereko ile yale ya naita ni ya gravity. Wakatengeneza umeme miaka 40. Leo Norway ni nchi kati ya nchi za juu duniani katika utajiri. Lakini walifanya nini? Wenye akili walifanya nini? Hawakubusana na mtu. Walifungua akaunti ya kila mwananchi wa Norway benki, kwamba utakapofika wewe una miaka 50 ijayo, miaka 60 70 ijayo, umekuwa mzee, huna uwezo wa kufanya kazi, au hata kama una kazi ukitaka kaa starehe, kutokana na gesi yetu, kutokana na umeme, maji yetu yanayoleta umeme, kutokana na mafuta tuliyogundua, wewe una account benki. Hata usipofanya kazi una kitu kinaitwa sovereign account. Sisi tangu tumekuwa na madhahabu, tumekuwa na madini ya aina zote hapa. Kuna mtu ana account hapa? Wewe Mtanzania leo una uhakika wa maisha yako? Na nimerusema mara ya mwisho, wananchi wangu, waandishi wa habari, wengi wenu hata kulipwa hamlipwi kihalali. Na labda ndio maana mnapokea hivi hongo vidogo vidogo, kwa sababu mnafikiri ndio mmepata maisha. Piganieni haki ili mpate mapato ya haki pia. Msikandamize wa Tanzania, mtapata laana. Naomba niende kwenye pointi nyingine ili niwaache. Kwa hiyo hoja nirudie. Sasa kesho andikeni tena Dr. Slaa akubali uwekezaji. Sawa.
Narudia ndugu zangu, uwekezaji sawa, lakini si huu. Kukabidhi bandari ni mauaji. Kukabidhi bandari ni mauaji. Hebu pita jiji la Dar es Salaam. Kwa nini tumeweka gate? Kila nyumba si ina gate. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulinzi. Bandari ndio ulinzi wetu. Hivi pale, na katika sheria aliyetaja ndugu yangu kwamba wanaenda kufanya kupeleka marekebisho bungeni, inaruhusu DP World, yani sheria ya nchi inatengenezwa kumruhusu mgeni kufanya usafirishaji wa vitu vyake kutoka nje ya nchi. Hivyo unaruhusuje blanket? Yani unapokaribisha wageni kwenye nchi yako, kwenye kijiji chako au mtaa wako, kila mwananchi wa mtaa huo anaingia kwenye nyumba yako. Kuna kitu cha namna hiyo duniani? Unatengeneza sheria? Au anayekuja nyumbani kwako atagonga hodi, unamjua ni nani, humjui, unampekua hata mifuko kujua huyu anaingia nyumbani kwako anaweka nini ndani yake. Ndio busara ya kawaida. Kwa nchi je? Wameeleza wenzangu, hivi ikitokea, hata kama ni yeye, hatugombani sisi na Rwanda, hivi yeye akiamua kupitisha silaha zikapitia hapa zikaende kwa maadui kule, Rwanda kesho si wanakuja tugombane na sisi? Nina uzoefu mimi nikiwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu. Silaha zilikuwa zinaingizwa nchini kwa jina la makanisa. Na kwa sababu mimi ni katibu mkuu wa baraza la maaskofu, na wakati ule nilikuwa pia naratibu mambo ya CCT wakati mwingine, tulizuia. Mimi ndiye wa kwanza nchi hii ambaye nilikuwa nazuia kadi za vyama vya siasa vile vya kina Mapalala wakati ule, kwa sababu zinaingizwa kwa jina la kanisa, na mimi sikutaka kanisa lichafuliwe. Je, akiingiza mtu anapeleka, amepewa ruksa na sheria ambayo wanapeleka kina Samia, inaenda Burundi kwa adui wa Kagame, kesho Kagame anaenda kumpiga nani? Tunaenda kualika vita bila sababu. Ni watu wasio na umakini. Leo Samia yuko, Barawa yuko, Majaliwa yuko, kesho si lazima awepo. Wanatuachia matatizo sisi na vizazi vya nchi hii, si kwa ajili yao tu. Hatuwezi kukubali jambo la namna hiyo. Naomba nimalizie kwa kusema mkataba tunaupinga, tutaendelea kupinga. Sasa kama tunaupinga, kuna mambo mawili tunafanya, wenzangu wamegusia na mimi nataka nizungumzie kwamba kwa hatua ya kwanza, elimu aliyoongelea Majaliwa aliposema Watanzania tutawaelimisha, naamini hakumaanisha kwamba yeye na mfumo wake peke yao ndio wana haki ya kuelimisha. Siamini kwamba Majaliwa na serikali yake na mfumo wao peke yao ndio wana haki ya kutoa elimu kuhusu mkataba huu. Kama hivyo sivyo, basi na sisi tuna haki ya kutoa elimu kwa Watanzania. Sababu wametutangazia kinachotakiwa ni elimu. Wamejadili mpaka kwenye halmashauri kuu. Halmashauri imekubali kwamba watu wapewe elimu. Sasa sisi kama Watanzania ambao ndio wenye nchi, ambao tuna haki sawa na mtu yeyote katika nchi hii, basi tumepanga utaratibu wa kutoa elimu sahihi kuhusu mkataba huu kwa Watanzania wote. Kwa kuanzia, kwa sababu hatuwezi kufikia Watanzania wote. Hatua ya kwanza, tumetafuta utaratibu wa kuwafikia Watanzania kwa njia hii. Ndio maana niliwaambia kwamba sasa hivi kuna maelfu ya watu, kama sio mamilioni, wanatusikiliza live, pamoja na jitihada za serikali kujaribu kuwazuia watu wasitusikilize. Nachoshukuru tu, sikuona leo jitihada ya mtu kuzuia hapa. Kama yuko bahati yake mbaya. Lakini kutoa elimu hatuwezi kuzuiliwa. Sasa hatua ya kwanza, elimu hii sasa inatolewa. Walichozungumza hao wataalamu imeshakwenda dunia nzima, popote waliko Watanzania, na hata wale wenye nia ya kusikiliza mgogoro huu ukoje.
hatuna aibu, kwa sababu maangamizi yatakapotokea katika taifa hili wote tutaangamia. Anayetaka kusikiliza awe mzungu, awe nani, awe yule anayempelekea taarifa au anayempelekea hela Rais Samia, kwa sababu eti Samia anasema ni nchi ya demokrasia. Tunataka dunia ijue demokrasia hiyo ni ya maneno, iko wameikanyaga chini, iko kati yao peke yao, sio demokrasia ya wananchi. Kwa dunia ijue, la kwanza wajue kwamba kila njia sasa hivi ipo. Dunia leo ni ya sayansi na hawana namna ya kutuzuia kufikia dunia nzima. La kwanza. La pili, ndugu zangu, tarehe 22 kama hatua ya kwanza, kupitia sauti ya Watanzania ambayo ndio yaliyotuwezesha sisi kukaa hapa, wala hii sio siri. Sauti ya Watanzania ni watu waliozaliwa Tanzania, wanaishi nchini na wengine wako ugaibuni, ambao kwa siku nyingi sana wamedai haki ya uraia baada ya kuambiwa kwamba wamepoteza uraia eti kwa sababu wamepata uraia wa nchi nyingine. Tumeshirikiana na hao na tunaungana na hao, na mimi najua maana ya uraia pacha, kwa sababu haki ya kuzaliwa mimi hata siku moja sijasikia na nyang'ani, kwa sababu hakuna aliyeomba kuzaliwa mahali. Ulijikuta tu umezaliwa. Na hata mimi nilijikuta niko Mbulu, wala sio Karatu. Karatu nimehamia. Nilijikuta tu nimezaliwa. Na hata nilipozaliwa, nilipopata akili, sikumuuliza mama, kwa nini ulinizaa hapa na hukunizaa Marekani? Kwa sababu kule kuna fursa nyingi zaidi. Ningekuwa na uwezo ningemwambia kwa nini hukunizaa Marekani. Lakini Mungu ndivyo alivyoumba binadamu. Tumezaliwa hapa. Kwa haki zetu ziko hapa. Kama ziko hapa, tutawaelimisha Watanzania kwa kushirikiana sisi tunaoitwa sauti ya Watanzania. Tuko kwenye mitambo na ndio maana tunaweza kuunganisha dunia nzima. Lakini ya pili, ni vizuri mkajua hao watu, msifikiri mnaweza kuwapuuza tu hivi. Sauti ya Watanzania ndio iliyochanga hela kwa ajili ya kuwezesha mkutano huu. Haikutoka mfukoni mwa Dr. Slaa, sina hela hiyo ya kukodisha ukumbi. Lakini sauti ya Watanzania ndio inayofanya pia maandalizi kwa ajili ya mkutano mkubwa tuliopanga tarehe 22 Julai. Siku 10 zijazo tunachanga hela ili tuweze kuelimisha. Nyie mna hela zetu za kodi zetu, tozo zetu, kila kitu kile ambacho mnakusanya katika nchi mnazitumia kuzunguka nchi nzima. Nyie mnaitisha vyombo vya habari, mnaonunua waandishi wa habari, na walazimisha waandishi wa habari kwa mamlaka tuliyowapa. Sisi hatuna hayo yote, tunajitegemea, tunatafuta fedha. Na naomba nitumie fursa hii wale sauti ya Watanzania waliochangia, wanaoendelea kuchangia, na washukuruni sana kutuwezesha.